ili apate balance ya kutembea na kukimbia na kufanya jambo lolote lile, lazima mikono miwili na miguu miwili ifanye kazi. Vitu vinne vinahusika kwenye movement ya mtu. Kwa hiyo ili uwe na maisha yenye kuendelea mbele, maisha ambayo hakuna wa kusimamisha maono yako, lazima mambo manne ya msingi. Jambo la kwanza, maombi, neno, imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe mtu wa maombi. Imani haiwezi kawa hai kama haina maombi, maana ni jitu la maombi ndiyo imani inaongezeka. Imani inaongezeka kwa sababu unaomba, na unaomba kwa sababu ya imani. Imani inaongezeka kufanya mambo kwa sababu unaomba. Amina. Kwa imani, maombi. Lakini jambo la tatu, sadaka. Imani huwa inajaribiwa kwa kutoa nini? Sadaka. Hakuna imani isiyotestiwa kwenye sadaka. Ibrahimu ili aitwe baba wa imani, baba wa mataifa, tumwite mzee wa imani, mzee ambaye ni baba wa mataifa yote walokole. Sisi ni uzao wa Ibrahimu kupitia Yesu Kristo, tumenunuliwa kwa damu ya thamani iliyomwagika msalabani, tukaunganishwa kuwa taifa la Israeli katika ulimwengu wa roho. Sisi ni Waisraeli wa rohoni kupitia damu ya Yesu. Aliitwa baba wa mataifa, na ndio maana leo hii mataifa mbalimbali wanamwamini Yesu kwa sababu ya ile ahadi ambayo aliambiwa Ibrahimu, utakuwa baba wa nini? Wa mataifa. Mataifa maana yake ni kanisa. Alijaribiwa, aliambia Ibrahimu, nitolee mtoto wako kuwa nini? Sadaka. Kwa imani lazima ijaribiwe kwenye nini? Kwenye sadaka. Mwambie imani yako lazima ijaribiwe kwenye sadaka. Na hakuna mahali ambapo Mungu amesema nijaribuni, isipokuwa ni eneo moja tu. Nini? Sadaka. Kwenye sadaka ndio Mungu ameruhusu ajaribiwe. Sema nijaribuni kwa namna hii, muone kama sitawafungulia nini? Madirisha wapi? Na kuwamwagieni nini? Malaki 3:8 na 10 pale unaweza kusoma. Kwa hiyo imani ni Mungu ameruhusu umjaribu kwa njia ya sadaka, na wewe mwenyewe utajaribiwa. Mungu atakujaribu, hawezi kujaribu kwenye dhambi. Yaani usije ukasema nimejaribiwa na dhambi. Ni shetani ndio anakujaribu kwenye dhambi, lakini Mungu hawezi kumjaribu mtu na dhambi, kwa sababu sifa ya Mungu ni mtakatifu, na kwa kuwa Mungu ni mtakatifu hana ushirika wote na dhambi. Kija na shuhuda madhabahuni, nasema wapendwa, nina shuhuda. Tuambie shuhuda zenyewe. Mpendo, unajua nilienda nikakutana na wanaume, yule mwanaume akanifanya nikamwambia shindwa kwa jina la Yesu, nikashinda dhambi ya uzinzi, nitakutoa madhabahuni kufukuze. Hizo sio shuhuda. Mtu aliyeokoka anashinda dhambi kwa jina la Yesu. Mtu aliyeokoka hana fungu na dhambi kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanelewa. Tunataka shuhuda za madhabahuni, watu wanaokoka, viwete wanapona, viziwi wanasikia, wafu wanafufuka. Hizo ndio shuhuda madhabahuni tunazitaka. Sio shuhuda umeshindwa na dhambi kule eti unasema jamani mpendwa, eti dhambi kanipiga mweleka lakini Bwana akanisaidia. Wapi? Acha mambo yako haya. Shetani una mamlaka kama mizimu yote. Toka chini kwa damu ya Yesu. Toka nguvu za giza kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaachilia moto.